Mkuu wa wilaya ya Ngara mkoani Kagera Kanali Mathias Kahabi amewapongeza wanawake kwa kusherehekea siku ya wanawake duniani kwa lengo la kuimarisha umoja na upendo miongoni mwao. Amesema hayo jana katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika katika ukumbi wa Morandi Hotel wilayani humo kama mgeni rasmi kwa lengo la kudumisha maendeleo miongoni mwao. Amesema kuwa wanawake wana mchango mkubwa katika kukuza uchumi, malezi ya familia na kuongeza kuwa mwanamke ana haki sawa na mwanaume katika swala zima la mirathi. Ameendelea kwa kusema licha kuwa na changamoto kwa baadhi ya wanawake, wanapaswa kuungana na kuwa kitu kimoja, jambo ambalo litasaidia mwanamke kujikwamua kiuchumi na kijamii. Na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Na nina ushuhuda wa kutosha. Baada ya hapo tuliendelea kuikumbuka na kuienzi hii siku mpaka leo. Ndio maana leo tuko hapa. Ni siku yenu akina mama. Lakini nimejaribu kukaa mwenyewe tu, nikaanza kutafakari. Hivi mama hasa na nini? Ana sifa zipi hasa mama? Si ndio hivyo? Moja, binadamu wote hapa duniani tumezaliwa na kina mama na nini? Akiwemo DC wenu Kanali Kahabi. Hata makofi hamna, manake ameshachoka mara hii. Yaani ukimwona mwanaume mbwembwe zake zote amezaliwa na nani? Nani kama mama? Hayupo, never. Tembeeni kifua mbele akina mama zetu. Mmetuleta duniani, ndo mlioijaza hii dunia ni ninyi akina mama. Kwa hiyo nikajaribu kutafakari tu mwenyewe, mama ana sifa zipi? Moja, mama ni mthubutu. Uongo kweli? Kweli. Uongo kweli jamani? Kweli. Mama ni mthubutu. Pili, mama ni mjasiri. Ana ujasiri wa pekee wa aina yake, tofauti na sisi wanaume. Ndugu zangu, fanyeni research. Mwanaume anaweza akakimbia familia, sio mama. Uongo kweli? Kweli. Kule Usukumani miaka fulani tulikuwa tunapita vipindi mbalimbali vya njaa. Waliokuwa wanakimbia familia asubuhi na mapema alfajiri, amelala mbele ni mbaba, sio mama. Mimi sijawahi kuona mama anakimbia watoto wake, never. Yupo? Jamani, yupo? Mnisikilize basi, mnaochati sana huko. Hii ni somo adimu, mko busy na tusimu. Aro baby, niko hapa. Jamani, nisikilizeni kwanza. Aro baby ipo tu. Baada ya hapo mtaendelea kuchati. Mama huwa anasimama imara kwenye familia yake, kwa watoto wake. Akimbii watoto hata siku moja. Lakini mama hakati tamaa. Siku zote huwa anajipa moyo. Hata akikimbiwa na mume wake, hata akibaki mjane, anasimama imara. Nimeachwa na mume wangu, amekimbia mume wangu, mimi nitasimama. Hamteteleki. Mmepewa roho ya pekee ya ujasiri na Mwenyezi Mungu. Hongereni sana. Lakini mnajali sana. Sisi familia yetu tulizaliwa 12 na tuko 12 mpaka leo. Tuko alive. Kuna kipindi baba alikuwa anasafiri masafa marefu kwenda kutafuta chakula. Tukitarajia ataondoka leo, tunafikiria atakuja kesho, inashindikana. Anamaliza wiki mbili, wiki tatu hajarudi. Yuko kuhangaika. Mama yuko tayari kuchemsha mawe akiwaaminisha chakula kipo. Uongo kweli? Ndio. Anawajenga kisaikolojia. Wanangu mtakula, msijali, baba atarudi, chakula kipo, amefanyeje, vitu kama hivyo. Baba harudi. Siku ya kwanza, ya pili, mama yupo. Ataenda atatafuta mboga. Dada yangu,
Mariamu, unajua kwetu kule zile mboga za kienyeji zile, anaenda anahangaika, anapika, inatoka siku nzima. Akirudi mtafurahi, baba karudi, lakini mama. Ndio maana nikataja hizi sifa, mna uthubutu, mnaweza, mnijasiri kabisa. Kwa hiyo akina mama, hii ni siku yenu. Hii ni siku yenu, lazima mpate muda wa kutafakari. Huwa mnapita changamoto nyingi sana. Namuona dada yangu hapa, dada nani Shogotera. Upo mama? Hongera sana mama. Mnapata changamoto za ardhi. Wanafamilia wajanja wengine wa kiume wanasema nyinyi wa kike mtapata huko kwa waume zenu mlikoolewa. Sio sawa. Sio sawa. Kwa hiyo akina mama, hebu muimarishe upendo. Mna changamoto ya kutopendana vizuri, niwaeleze ukweli. Mna vimajungu, vimaneno ambavyo havijengi. Yaani hapa sasa hivi mko timu moja, tunafanya sherehe, shughuli yenu ya kina mama, lakini mkitoka hapa, fulani nguo yake ilikuwa imepinda, fulani alikuwa imekaa hivi. Sasa nguo na shughuli kama hii wapi na wapi? Miwani yake ya siku nyingi imechakaa. Akina mama oe! Naweza nikasema ni biolojia, tumezaliwa hivyo, sino hivyo? Lakini basi tusimame kama akina mama, jeshi kubwa, tupendane. Sisi wanaume, jamani, mimi sidhani kama kuna mwanaume anashindwa kumwelewa au kukubaliana na ushawishi wa mke wake ndani ya nyumba. Sidhani. Mimi hapa kila plani zangu lazima, hata kama ni jambo zuri kiasi gani, nimshirikishe mke wangu. Mke wangu akisema hiyo hamna, yaani pamoja na ukanari wangu natulia, namwambia mama unasemaje, anakuja na plani yake 1 2 3. Yaani hata kama ni mbovu, ili kumaintain tu amani na usalama wa familia, unasema mama uko sahihi, tutaenda na hii, moyoni unabaki la, lakini hapa Aibu Amosi, Dar es Salaam, Tanzanite TV.